Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia. Mimi ni mmoja wa wanufaika wa mradi wa HEET kwa maana ya Higher Education for Economic Transformation, ambao uliniwezesha kwenda masomoni katika chuo kikuu cha kilimo cha Sokoine kilichoko pale Morogoro, katika masomo ya uhandisi wa kilimo na umwagiliaji. Nimehitimu pale shahada yangu ya uzamili kwa maana ya masters katika masomo ya uhandisi wa kilimo na umwagiliaji. Mradi huu umenisaidia, nimeweza kumaliza vizuri masomo yangu bila shida yoyote, na imeniwezesha pia kujijengea uwezo katika kazi yangu hii ya kufundisha katika chuo changu cha Mwalimu Nyerere kwenye haya masomo ya uhandisi wa kilimo pamoja na umwagiliaji. Nilipata nafasi ya kufadhiliwa masomo yangu ya uzamivu kwenye chuo kikuu cha Mwalimu Nyerere, ambapo nilifanya PhD in mathematics. Masomo haya yameniongezea uwezo zaidi kwenye ufundishaji wangu tofauti na mwanzoni, kwa sababu sasa nina elimu zaidi kwenye utafiti, elimu zaidi kwenye hisabati zaidi kulinganisha na nilivyokuwa mwanzo. Taifa pia limenufaika kwa sababu ninapofanya kazi hapa ninahudumia wanafunzi ambao ni wa Tanzania. Mimi ni mwalimu wa masomo ya kompyuta, kwa hiyo HEET imeniongezea ujuzi. Baada ya kuniruhusu kwenda kusoma, nimesoma masters katika chuo cha Nelson Mandela kilichopo Arusha. Kwa hiyo imenisaidia sana na imenikuza uwezo wangu, na kulingana, kwa sababu nilikuwa ninafanya kazi kwa kutumia degree ya kwanza, yani bachelor, lakini baada ya kwenda shule sasa nimeongeza ujuzi zaidi na uwezo zaidi wa kufundisha. Ninapenda kuishukuru sana Wizara ya Elimu na serikali kwa ujumla kwa kuja na huu mradi wa HEET ambao umekuwa ni manufaa makubwa, sio kwangu pekee, lakini ni kwa watu wengine wengi ambao wamenufaika moja kwa moja kwa kwenda shule katika huu mradi. Lakini pia imetuboreshea miundombinu katika kwa maana ya majengo na kutuongezea vifaa zaidi katika ufundishaji na kujifunzia. Kwa kwenda kusoma PhD nimeongeza ujuzi kwenye masomo yangu ya mathematics. Mwanzoni nilikuwa nafundisha kwa kutumia ile elimu ndogo niliyokuwa nayo, lakini sasa hivi ile exposure lakini na ile elimu ya juu niliyoipata imenisaidia kuongeza ubora kwenye ufundishaji. Lakini pia nimeweza kuonana na watu mbalimbali wanaosoma mathematics kutoka nchi nyingine duniani. Otherwise, naishukuru serikali kupitia huo mpango wake wa HEET kunisaidia mimi kufanya PhD ambayo kiukweli kwa gharama zangu mwenyewe nisingeweza. Mradi wa HEET umeniwezesha kusoma masomo yangu ya shahada ya uzamivu katika fani ya Material Science and Engineering katika chuo kikuu cha Nelson Mandela Arusha, Tanzania. Na nipende tu kudeclare kwamba imenibadilisha sana katika kufanya kazi zangu za kila siku kama mwajiriwa wa Mbeya University of Science and Technology. Nikianza kwenye utafiti, imeniimarisha sana kwenye ufundishaji, na vile jinsi ya kuinteract na jamii inayotuzunguka na kusolve matatizo mbalimbali mahali panapohitajika kwa jamii zinazotuzunguka. Mimi ni mnufaika wa mradi wa HEET na nimebahatika kupata ufadhili kwenda kusoma masomo ya PhD in Mechanical Engineering. Kupata hii fursa imesaidia sana. Of course kuna mambo mengi. Nimepata exposure, lakini pia imeniongezea kujiamini zaidi wakati wa namna ya kufundisha. Kwa sisi ambao sio walimu 100%, mambo mengi tulikuwa tunapata kama ni jinsi tunavyoangalia walimu wetu walitufundishaje, lakini kwa sasa nimekuwa na uzoefu mkubwa, nimeweza kupata maarifa hasa katika kufundisha, kuelekeza wanafunzi wetu jinsi ya kutumia teknolojia tofauti za kufundishia. Nikichukulia experience yangu mwenyewe, wakati tunaanza tulikuwa wataalamu sana wa kuandika ubaoni, lakini sasa hivi tumeletewa vifaa vizuri, vifaa vya kisasa
na kwa namna moja au nyingine imerahisisha hata jinsi ya kufundisha. Unaweza wakati mwingine nafundisha nikiwa niko shuleni kwangu, naelekeza vijana, na hata pengo kuto kuwepo hapa campus pia, hata nikiwa naendelea na masomo yangu naweza nikaconduct lecture na vijana wangu nikawaelekeza na nisiathiri chochote kwa kuto kuwepo tu hapa chuo. Mimi ni mnufaika wa mradi wa HEET na nilipata ufadhili wa kwenda masomo ya PhD mwaka 2021 mwishoni, na nikaenda chuo kikuu cha UDOM na Dodoma. Namshukuru Mungu kwa fursa hii. Kikubwa niseme kwamba napenda kuishukuru sana serikali kwa kupitia mradi huu na Wizara ya Elimu na mwajiri wangu kwa kuona kwamba upo umuhimu wa kutupa fursa sisi hasa wanawake, kwa sababu chuo chetu cha sayansi na teknolojia kwa kweli wanawake au tuseme masuala ya sayansi na teknolojia kidogo wanawake bado tuko chini. Kwa sasa nimepata maarifa zaidi, hasa nimeelewa jinsi gani ambavyo walimu au wanafunzi hasa watoto wa kike kuanzia huku chini waweze kusaidiwaje au waweze kuwa motivated namna gani waweze kufika juu kwenye eneo la sayansi na teknolojia. Kwa kweli mimi binafsi natamani sana fursa hii ingeendelea kutolewa kwa watu wengi zaidi na hasa wanawake, ili tuzidi kuendelea kunufaika na kuongeza maarifa. Mradi huu ulivyokuja tumepata fursa ya kwenda kujiendeleza kielimu, kutoka kwenye level ya degree ya kwanza nikapata degree ya pili katika fani ya highway engineering, uhandisi wa barabara. Kwa hiyo katika mazingira hayo imeniwezesha kuongeza ujuzi na maarifa, lakini pia mbinu za kufundisha wanafunzi hasa katika hiyo nyanja ya uhandisi ujenzi wa barabara. Kwa kweli mradi huu ni mzuri sana kwa sababu inatupa fursa ya kujiendeleza kitaaluma na kuongeza wigo wa maarifa ili kuweza kuongeza kuwapa maarifa wale wanafunzi ambao tunawafundisha kwa ajili ya maendeleo ya nchi yetu. Nilifanikiwa kwenda kusoma katika chuo kikuu cha Makerere Uganda na kupata masters ya architecture. Napenda kutoa shukrani kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hasa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kutuwezesha kwenda kusoma na kufanikiwa kupata ile masters ya architecture. Ile masters imenisaidia katika kuniongezea katika academic promotion, kwa sababu nimetoka kwenye kuwa tutorial assistant na kuwa assistant lecturer, lakini pia imenisaidia kuniongezea ujuzi katika kufundisha mambo ya usanifu majengo. Huu mradi haujatusaidia sisi kusoma tu, umetusaidia katika kujenga miundombinu, ambapo wameweza kutujengea jengo kwa ajili ya kufundishia wanafunzi wa architecture na civil engineering, lakini pia na fani mbalimbali za uhandisi. Kwa kweli nashukuru huu mradi wa HEET ambao umekuja, kwa sababu umetusaidia sisi ambao tuko tunatamani sana kujiunga, kuongeza elimu, kuongeza shule. Natamani ulivyokuja umenisaidia. Nikaenda kusoma kwa level ya masters, program inaitwa Masters of Arts and Information Studies. Kwa kweli nashukuru, maana nilikuwa natamani sana, ilikuwa ni shauku yangu sana kuongeza elimu. Nilikuwa natafuta nafanyeje ili niweze kuongeza elimu hasa kwa hususan upande wa kipato. Lakini nashukuru katika kuwaza nitafanyeje, lakini bahati nzuri namshukuru Mungu, mradi wetu ukaja, ukatuwezesha, ukatufadhili, ukatupeleka kusoma. Na mimi nikawa mmoja wapo katika huo mradi. Nimerudi, kwa kweli kuna vitu vimeongezeka hasa kwa upande wa knowledge, pia katika ufanisi wa kazi. Tumedhamiria tunaboresha elimu yetu.